Mwanzo 3:5 mpaka 6 au anzia kabisa mstari wa kwanza hadi wa 6. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza na kuendelea. Yes. Basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu waliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke. Akamwambia nini? Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Yes. Sile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka. Matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Nao ni nini? Ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Wa kutamanika kwa maarifa. Basi alitoa katika matunda yake akala. Akampa na mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi. Wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamuita Adamu, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na kwa mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kwa sababu ya tamaa ya mwanamke, tamaa ikasababisha aibu ikaingia ndani yao. Lakini pia tamaa ikasababisha laana iingie maishani mwao. Kumbe unapotamani siku zote ujue mwisho wako ni aibu. Ujue majira yote unapotamani mwisho wake ni mateso. Na ndio maana wengi kwa sababu ya kutamani vitu, ama mtu ni mfanyabiashara akatamani biashara ya mwenzie bila kujua chanzo chake cha mapato, bila kujua msingi wake unatoka wapi, mwisho wa siku ameishia aibu kwa sababu ya kuambatanishwa na roho za madeni. Unatamani ufanye biashara kama fulani, mtaji una, akili inakwambia nenda kakope, unaenda kukopa, uwezo wa kufanya biashara ukazalisha ukalipa hauna, mwisho wa siku unaishia maisha ya aibu. Lakini kumbe chanzo ilikuwa ni adui kukutamanisha, ukaona ukatamani, na baada ya kutamani ukatenda, na baada ya kutamani ukatenda, mwisho wa siku badala ya heshima umefika kila mahali watu wanalisema jina lako vibaya, watu waliokuwa wanakuheshimu sasa hivi wanakudharau, lakini kumbe ni kwa sababu uliwakopa na haujawalipa. Bwana Yesu asifiwe. Inua mikono yako juu, sema kila roho za madeni zilizosababishwa na tamaa leo ninazipinga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hazina mamlaka ya kunitesa, hazina mamlaka ya kunifunga kwa jina la Yesu. Mimi ni mshindi, nitafanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Madeni ni mabaya, asikwambie mtu. Madeni yanaweza kufanya ukabadilisha njia. Madeni yanaweza kukufanya ukabadilisha namna ya kuvaa, kwa sababu ushajua tu wanamuonaga Pastor Sara amepita amevaa hivi, kesho kutu unaanza kuvaa hijabu. Halo? Unaanza kuvaa unajificha uso hivi watu wasikuone. Kumbe shida ni madeni. Sema leo madeni hata nifuata.
Bwana Yesu asifiwe. Madeni yanaweza kufanya ukapishana na watu wa muhimu maishani mwako. Ukipigiwa simu unaangalia, hii itakuwa ni fulani amenibadilishia namba. Kumbe ulipelekaga CV mahali wanakupigia simu wakuite kazini ama wakuite kwenye interview, lakini kwa sababu ya madeni unaimute. Na mwisho wa siku unapoteza kazi. Kuna mtu yamkini ulikuwa unamdai na alipotea siku nyingi, umekuja kwenye maombi, umeombewa, sasa milango imefunguka, anataka kukulipa hela yako, anakupigia simu kwa sababu unaona namba ngeni, haupokei. Kumbe ni kwa sababu wewe mwenyewe unadaiwa, hata ukumbuki kama kuna wanaotakiwa kukulipa. Bwana Yesu asifiwe. Chanzo ni nini? Tamaa. Viko vitu vingi ambavyo vinasababisha watu wanatoka kwenye nafasi. Kitu kingine ni competition au mashindano. Mashindano. Andika tu kichwa cha habari, mashindano. Kuna watu huwa wanashindana na watu kisirisiri, hawasemi. Akimwona tu mwenzake anaenda supermarket, naye anasema na mimi nitamkomesha, nitaenda. Unashindana kisirisiri. Umemwona tu mwenzako amevaa vizuri, na wewe mimi nakwambia utena auendi mbali, unaenda kununua nguo kama ya kwake ili umuonyeshe na wewe una uwezo. Kumbe haujui mwenzako anao pesa.